Karibu sana. Rafiki yangu Bwana Panyako, viongozi mbalimbali pamoja na wageni wote wakiwemo wakuu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Kristo. Mimi Machas nimeitwa kwa nafasi ya mheshimiwa, lakini hapa ni kwetu. Ila ambaye amelala ni mama yangu. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote ambao mmekuja kumsindikisha mama yetu safari yetu yake ya mwisho. Kila mtu yeyote siku yake inapofika huwa tu hatuoni kwamba wakati wake umewadia, lakini huwa bado tunamhitaji. So ni pengo ameacha, sababu kuna wajukuu na hata watoto wake ambayo walikuwa wamemtegemea zaidi, na amekuwa mlezi, nyumba yake ikiwa imejaa wajukuu na hata vitukuu. Ni pengo kubwa ambalo ameacha kwa hii familia, kwa hili boma, na ni kuomba tu Mungu aweze kuilinda familia ambayo imebaki, aweze kuwajaza hekima, wajue kwamba sasa mama hayuko, lakini hao ndio wako pamoja nasi tukiwa kwa familia, na majukumu yote ambayo mama alikuwa anayabeba sasa waliobakia ndio watakuwa wanayabeba. Katika hii safari yake naomba tu amani iweze kutanda kila sehemu katika mipango yote hadi tutakapotamatisha shughuli hii ya safari ya mama Crescentia Uremo na Mahia Malenya. Siku ya leo nina furaha kwamba katika safari ya mama ya mwisho, baadhi ya wale wanashuhudia safari yake ya mwisho, kuna wenzangu tunaofanya nao kazi kwa kaunti ya Busia. Nikiona chief officer akiwa hapa lazima nifurahi. Nikiona kiongozi wangu mkuu wa county assembly ya Busia, yeye ndio bosi wetu, honorable speaker Mwame Frederick Odilo Naliano, nimbolende hane dinende baba, lazima nifurahi. Na kabla sija walika, wacha tu niseme kwamba hii ndio ward ambao ninawakilisha katika county assembly ya Busia, na kwa serikali ya Busia inayoongozwa na Governor Daktari Paul Otuoma. Wananchi wa Bunyala Central wanipatia majukumu ya kuwakilisha baada ya mimi kuomba hiyo nafasi. Na washukuru sana. Nataka tu kuambia kwamba kuna mambo yamekuwa kiendelea kwamba sisi MCAs elected 35 tulipewa milioni 20 na governor. Nasimama mbele yenu kuambia kwamba sisi hatukupewa pesa. Sisi tulipewa tu mgao kwamba mwaka huu ni milioni 20 ambao umegawia, lakini panga miradi ulete kwa karatasi na sisi tutekeleze. Wala ambao wanatekeleza akiwemo rafiki yangu Chief Officer Panyako
au sasa amu executive ndio kutekeleza. Sisi tukishapeana hizo proposals, kama ni 20 million, tunapeana proposal ya miradi equivalent 20 million, na hao ndio sasa wanajua vile watapata contractor, watajua contractor ni nani, na sasa sisi tunasukuma tu siaende kwa kazi, aende kwa site, si kazi ikamilike. Kulipa ni hao, hata kama wamelipa na hawajalipa sisi huwa hatujui. Na nataka kuambia kwamba imesemekana ni milioni 20. Lakini mwaka wa kwanza financial year 2022-2023 kwanza kabisa hatukuwa na hata ndururu kwa bajeti. Mimi ni mmoja wale ambao waliandamana, hata nika address media, tukaweza kupata milioni 8. Kwa wodi hii miradi ya milioni 8 iliweza kutekelezwa na ikakamilika yote. Mwaka uliofuata tulikuwa tumesukumana kidogo tukafikisha milioni 16. Tena wakaja wakaomba kwamba the executive arm ambao iko na ndani na wanafanya kwa chief officer hawakuwa na medical insurance cover. Wakasema tusarende milioni 2 ili wenzetu waweze kuwa na insurance ya matibabu. Tukasarenda ikabaki milioni 14. Ikawa tena kuna shida ya madawa. Tena kila wodi itoe milioni 3 tuweze kupata matibabu kwa dispensaries. Sarenda milioni 3 na tena upeane dispensary ambayo watakuja kupeana madawa. Mimi kwa hiyo wodi nilipeana jina ya Busako dispensary. Ninapoongea hivi leo kwa nafasi hii yangu kama mwakilishi wa hii wodi, nataka kuambia kwamba hakuna madawa tumewahi pokea Busako dispensary. Na hakuna wodi ambao nimesikia kuna dispensary imepelekwa hiyo madawa. So wala ambao wanajua ni executive nikiongozwa na governor Daktari Otuoma. Sawa sawa. Miradi ya milioni 11 ambao zilibaki. Kwa hiyo wodi miradi ambao tumeweza kutekeleza ni za shilingi milioni 8. Kwa hiyo wodi milioni 3 hatujatekeleza. Supplementary budget imekuja ambao tumepitisha mwezi wa 4, milioni 3 hizo haziko. Na niko hizo milioni ambazo zilikuwa ni 11. Tunapatana. Hiyo mali ilipotelea, executive ndio inajua. Huu mwaka ndio tumeweza kupata mgao wa milioni 20. Huu mwaka wa pekee ambao tunakamilisha milioni 20. Tulikuwa na programu in December ambao tulienda round tukiongozwa na governor, tulikuwa tunapeana miradi. Mradi mkubwa kabisa ambao ulianzisha hiyo safari ulikuwa ni kupeana barabara. Mradi wa barabara kwa kila sub county kulikuwa na contractor mmoja ambao ilikuwa atekeleza barabara. Huo mradi majorly ilikuwa ni ward based program contribution ya MCAs kutoka kwa hiyo fund ya ward based program. Ndio tuliweza kufikisha 212 million. Mimi hapa kwa hiyo ward niliweka 5.5 na ndio barabara tulitekeleza. Wakafungua barabara 15 kilometers na wakasema kwamba kwa vile nimeweka condition kwamba barabara za wodi hii lazima tuinue hiyo barabara ziweze kudumu. Sasa mimi maram walisema kazi yangu ni mingi ya barabara, wakanipatia tu kilomita 5 peke yake. Waliweka maram 4.4, bado na wadai 0.6 kilometers. Tumesukumana, waliniambia kwamba contractor atakuja kumalizia hiyo 0.6 lakini hajakuja. Hivi ninavyoongea. Hiyo ni kwa 20 million. Sawa sawa. Saa hii kuna program inaendelea ya ECD. ECD county government ya Busia inataka kujenga ECDs across the county, lakini tena ni from the ward based program. Mimi kwa hiyo yangu and I believe I'm the highest, nimeweka milioni 6, ninajenga madarasa 6 kwa shule ngapi? 6. Abanga Primary, Mondika Primary, Mugwayo Primary, Nanjomi Primary, Buongo Primary na Bubamba Primary. Hayo ni madarasa 6 ambayo yanajengwa kutoka kwa hiyo milioni ngapi? 20. Pesa ambazo nyingine ambazo tulitumia ni sport. Zingine bado hazijatumika lakini tumepanga miradi yake. Sawa sawa. Lakini the implementers ni nani? Ni executive. Sisi tunapanga tu na kusarenda, alafu mambo yote executive chini ya governor Daktari Otuoma ndio inatekeleza. Tunashikana. Hata ninapoongea kuna daraja hapa Sinduhumi.
first contractor under first phase 3 million kutengeneza slab. Tulipeana hiyo contractor mwezi wa 5 mwaka jana, mpaka leo hajamaliza. Second phase allocation ya 5 million alikuwa tayari as early as January, lakini wa kwanza hajamaliza. Nimesukumana nao kama huyo hawezi simamishe, wakaanza process, kaandika default notice, umeandika termination, lakini unasukumananga tu, unasukumana. Juzi nilikuwa huko, si tuite huyo aendelee, ile kama ameshindwa kae kando. Lakini sasa the implementers tena hao sasa they are not implementing as per the requirement. Sasa hiyo makosa itakuwa yangu kweli? Basi nimesema ile sisi tumepanga na hiyo milioni 20 vile imefika, lakini sio sisi tunatekeleza. So sisi tutafanya kazi yetu. Hata mmesikia ile maneno inaendelea huko, kuna shida mingi. Tukisema wengine kama wale ambao hawafanyi kazi wapumzike, kwani kuna makosa? Si hata mimi nisipofanya kazi hao wanaishi kwenye Naseto watanirudisha nyumbani. Na sisi pia wengine wasipofanya kazi wa executive wanafanyako, tukisema mrudi nyumbani kuna makosa. Si watu watulie tu, kwa mtu afanye kazi yake, akishindwa arudi nyumbani. Sawa sawa. So mimi nasimama hapa nikiwaambia kwamba so far tumekuwa na changamoto kwa medical sector, na hata kwetu hapa tumekuwa na shida, lakini nataka kuambia kwamba hospitali yetu ya Muhogolat Sub County Hospital so far tumeweza kurecruit nurses wawili, na tumeanza kuimprove on services au tumewarecruit under FIF. So kuna mabadiliko na tunatarajia kuendelea kubadilisha zaidi ili wananchi wapate huduma safi. Na nataka kuwaomba, SHA imekuwa na changamoto hapo nyuma, hata tulikuwa tunaogopa kuitangaza, lakini tumeanza kuona inasaidia. Na waomba muweze kujisajili kwa SHA ili karibu sana Spika. Asante sana Spika. Mimi kwa majina ni Bernard Lugendo, mimi ndio naibu wa chief wa kata ndogo hii ya Magombe Central. Nilikuwa nasema ningependa kuwakaribisha wenzangu kutoka administration ya county government kwa nafasi hii ndio ongee. changamoto ya matibabu, kwa sababu uchumi ni mbaya kabisa. Huyo mwanaume mara alikuwa Hasola, mara nimesikia Kasongo, mara nani, majina ni mengi. Amekaza maisha yakiwemo hata yetu. Hata mimi saa zingine kama sio insurance cover siwezi kujikimu kimatibabu. So ikiwa mimi siwezi, na wewe utakuwa namna gani? Kata hiyo SHA, ingia register, itakusaidia mahali kidogo. Sawa sawa. Nataka kuambia kwamba watu wa hapa, hii ni Magombe Central Sublocation. Niliwaahidi dispensary hapa Munika. Hii maneno tunasema hii ambayo tunasukumana nayo, kwa hii budget ambayo iko karibu kuisha, iko na pesa yetu ya kulipa eka 2 hapa. Tulifanya kila kitu, imebaki tu bali wakuje atoe evaluation report alafu tuweze kulipa. Lakini sasa hao wenzetu wameshindwa tu kutoa pesa ya kuweza kuenable that process, bali wakuje 465,000 peke yake the finance department haijatoa. Tumekwama hapo na mwaka karibu unaisha, itakuwa rollover tena ipotee. Lakini mimi niko tayari waweze kulipa hiyo, alafu in the next budget ambao tunapitisha mwezi wa 6 hii niweke pesa ya kuweza kujenga. Jambo lingine ambalo nataka kuambia, hii wadi yetu sisi ni wakulima kabisa, na tuna bahati. In fact, ikiwa serikali kuu
ya Busia na serikali kuu ya kitaifa ingeweza kutusaidia, Busia mzima hakuna ward tajiri kushinda hii Bunyala Central. Tunalima mchele na kuna yala hapa. Kama wangeweza kutusaidia kufungua, hata bwana chifu ofisa na kushukuru, yeye nisaidia nikapata pesa ya kufungua Haika Canal. Na wakati huo nilikuwa nimeweka milioni 1 ambao unasema imepotelea kwa hiyo budget. Milioni 1 tupate mashine ya county, tufungue Lugosi. Chifu ofisa, unajua hiyo milioni 1 haikutoka mpaka leo. Nimekwama kufungua Lugosi. Na wananchi wanasema mimi nakula pesa. Kwa sababu tu executive imekwamia pesa. Unaona? So tungeweza kufungua huko, sisi pia wakulima wangeweza kulima huko vizuri, mimea ingine mahindi na maragwe, na hapa mchele iendelee sawa sawa. So nataka kuambia kwamba as a government tumejaribu kupitia kwa msichana wetu director wa agribusiness Margaret Okumu, tukaweza kuongea na watu wa National Cereals and Produce Board, wameweza kuja hapa, tuliongea na manager wa NIA akatupatia store, wameweza kuja hapa Bunyala na wakaja na bei nzuri sana ya kununua mchele ya shilingi 55 kwa kilo. Kuja kwao kumetusaidia sasa. Saa hii Waganda walitoka shilingi 35 na hivyo chini hivyo, saa hii wananunua shilingi 60. Si tumesaidika? Nao wamekaa tu kando wanangoja, kwa sababu tuliongea nao vile wao wameanza kupandisha wasitoke. Hao wako Waganda, ikiwa watakuja kunyanyasa tena watu wetu warudishe chini, hao wako tayari wanakuja kurudi na hiyo bei yao 55, nothing less than 55 shillings per kilo. Ninapoongea hivi, hiyo store iliwapatia ya kazi mbili, kununua mchele wakiweka na kuleta mbolea. Tumepokea mbolea ammonium sulfate mifuko 1200 imeshaingia, iko kwa scheme. Na leo tena sub county agriculture officer wetu Bakasa ameenda kupokea another consignment ya urea hapa kwa scheme. So wakulima mchele, mbolea itapatikana hapa. Tuko na mbolea ambayo tumepewa gunia 8,000 ambayo inafaa kuja hapa scheme, inaletwa na National Cereals and Produce Board ili muweze kupata hiyo mbolea hapa karibu. Sio tutakuwa tunasongesha polepole hivyo, na mengine ambao tutaendelea kupanga. Sitaki kusonga zaidi ya hapo, lakini nataka tu kuhakikishia kwamba barabara ambazo zilibaki kwa hiyo last financial budget ambayo tunamaliza hii, tutaweka first priority ili tuweze kuziweka maram in the coming budget, ndio tuweze kufungua zingine. Asanteni sana kwa kuweza kunisikiza nikiwa kwetu, na mniruhusu, najua kuna wenzangu ambao hapa labda wametumwa lakini wakati wao hujafika, itafika wakati wa Harambee. Lakini natambua, naona kiongozi wa Johannes Boili wandako hapo, Mwami Yageri, naona kiongozi Mheshimiwa Rambio tulingangana naye kura iliyopita, naona bwana Michael Pongo alikuwa kiongozi hapa kwa kansela, na wengine ambao wako na mashini kubwa pia. Huyo ni sub county party organizing secretary. Nataka kumwalika bwana chief officer bwana Said Panyako ili usalimia wananchi, na labda utaweza waambia hiyo milioni 1 tutafungua lini. Lakini nashukuru kwa hiyo budget ulikuwa umeweka pesa kufungua. Asante mheshimiwa. Kanisa, familia ya marehemu Keresetia, spika wetu, waombolezaji, nawasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Sevia Panyako, natoka Nambale kwa serikali ya county government ya Busia. Mimi ni chief officer department ya transport. So kwanza kabisa natoa rambirambi zangu kwa familia na kupiga pole kwa mama Joy. Mama Joy ni shemeji yangu huko Nambale, na bwana yake ni rafiki yangu na ni kazini yangu, na kwa hiyo nimefanya tukasema hata kama leo ni siku ya kazi tukuje tuomboleze pamoja na yeye. So pole bwana Chris, na Mungu awapatie nguvu ya kustahimili hii msiba. Mheshimiwa ameongea mambo kadhaa hapa. Mimi kazi yangu sio ya siasa, lakini nitasema tu mambo 2 ama 3 kuhusu allocation ya 20 million
ya kwanza kwa department ya roads. Hii mwaka tunaanza mwezi wa 7 Bunyala Central tutatengeneza tena 15 kilometers. Lakini tumeelewana na waheshimiwa wetu wote 35 elected representatives kwamba hii pesa ambayo tunaweka 20 milioni kwa kila ward, mheshimiwa ndiye anachagua miradi ambayo inatekelezwa. Kwa hivyo hata hii 15 kilometers mheshimiwa ndiye ataona ni njia gani iko mbaya sana na inataka itengenezwe. Kwa upande wetu ile 1 milioni mheshimiwa anasema, mimi najua haijapotea. Wewe utakuja tukae na wewe. Unajua tuko na kitu hapo kwa mafuta na tuko na pesa kwa alternative transport. Na hiyo ndio pesa tulitumia kutengeneza ile haika ile wakati tulikuwa tunatengeneza hiyo kanali. Kwa hivyo tukiongeza hiyo kidogo ya mafuta, najua tutafanya kazi mzuri. Kwa hivyo hiyo ni kitu utakuja kwa ofisi, tutakaa na wewe alafu tutaona venye tutafanya. So mwisho kuhusu FIF ni Facility Improvement Fund, na hii ni sheria ambayo imepitishwa na waheshimiwa akiwemo rafiki yangu John Omumi, na hiyo inamaanisha ile pesa yote inaokotwa katika facilities za matibabu kuanzia dispensaries mpaka referral Busia, hiyo pesa haiendi kwa county treasury ama iende Nairobi. In short, hiyo pesa inatumika hapo hapo kwa hospitali. Na dispensaries wanatumia 100% na health centers. Sub county hospitals kwenda paka referral kuna 70% na kuna hiyo ingine venye naenda. Na hiyo ndio imefanya the health facilities are now able to recruit nurses kwa hiyo mpango because wanalipa na hiyo facility. So pia ningeomba mheshimiwa kwa zile committee ambazo zinasimamia hizo hospitali kuprioritize madawa, the basic drugs, so that wakati hiyo pesa imekuwa collected ile ya SHA na ile wananchi wanalipa wakipata huduma, I think the first priority ingekuwa kuhakikisha hiyo pesa inaweka the basic drugs kama Panadol, hizo za cholera na hiyo ingine. Na mwisho na kushukuru mheshimiwa kwa kuchagua shule 6 ambazo zinajengwa za ECD kwa hii program ya sahihi ya supplementary budget, because most of the wards zinafanya 5 lakini naona wewe umechukua 6. Kwa hiyo hiyo ndio naweza sema upande wa serikali, mimi nataka kuchukua nafasi hii kumkaribisha. Asante, Mungu awabariki. Asante sana chief. Umesema nitafuata kwa ofisi ili watu wangu waweze kufaidika. Nataka kushukuru father na kukukaribisha hapa nyumbani, na tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Tangazo ni moja, wale walikuwa wanakula sasa ni mwizi akukula. Wenye kutembea mtu angalie mahali anakaa akae. Sitaki kuona mtu anatembea anapita hivi. Tuheshimu Mungu. Hajasema ni mwisho wa kula, labda hutakula lakini baada ya ibada utakula. Nilikuwa namshukuru father na kukukaribisha hapa nyumbani, na tena nakushukuru kwa kunipa hii nafasi. Nimekuomba kwa heshima kuu kaniruhusu nimalize na speaker wetu. Kwa heshima hiyo nataka tu kuingiza honorable speaker Bwana Freddy Godilo. Karibu sana hapa kwetu unene na watu wa Busia County. Kanisa letu takatifu likiongozwa na baba paroko wa Magombe Parish, familia ya mwenda zake, wa Kristo is this Bunyala South, Bunyala Central, wa Kristo wa Bunyala Central. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Wafula Odilo. Wafula Odilo kwa wakati huu ndiye speaker wetu wa kaunti ya Busia,
na Wafula Odilo pia anatoka huko Buhayo na Mbale. Nafikiri nikisema anatoka Buhayo huko na Mbale, mnaelewa sababu gani niko hapa. Mlitupatia msichana tunaishi naye huko vizuri, na kwa sababu amepoteza mama yake, tumesema tukuje tumsindikishe kama watu wa Nambale. Pili, ningependa kuchukua hii nafasi kuambia wananchi kwamba tumekuja kusherehekea maisha ya mama. Mtu aliyezaliwa mwaka wa 1944 mpaka sasa. Si ni vyema tushukuru Mungu? Mama ametenda yake, amefanya yake, ametulinda hii miaka yote. Na niko na hakika katika hii kijiji ameishi na watu vyema. Na kama kuna wale watu walikosea kidogo, hiyo ni mambo ya dunia. Inatakana utoe kwa roho na tuache mama asafiri salama. Nimefurahia sana kiongozi wetu hapa wa eneo hii, Mheshimiwa John Omumi, akituambia kwamba vile pesa ametumia katika serikali yetu ya kaunti ya Busia. Nafikiri hiyo ni desturi mzuri. Ni vyema wananchi wakielewa pesa umepata, umetumia na umetumia namna gani. Nimesema hivyo kwa sababu sasa hivi wananchi wameamua, ama bunge letu la Busia limeamua kwamba executive arm ni lazima ifanye kazi. Kwa mfano, nimesikia kuna daraja hapa haijafanywa. Chief Officer Mheshimiwa Panyako, rudi ongea na waziri wako, mwambie tunataka baada ya miezi 3-4 hii daraja iko imeisha. Isipoisha sasa msikaseme assembly iko na shida, hiyo itakuwa ni shida yenu. Muhakikishe hiyo daraja imeisha. Kitu ya pili ningependa kusema kwamba Mheshimiwa Omumi, kuna familia humu ndani hizi pesa za SHA hawezi afford. Nafikiri kama assembly kuna ile uwezo uko nao, unaweza weka pesa kidogo na manager wako wako hapa, wafanyikazi wako hapa, assembly wako watembee katika hizi vijiji. Zile familia zijiwezi, let us register them. Tusikaache wanaumia alafu tunakuja kufanya harambee. Kama tunaweza tafuta pesa kidogo tuwasaidie. Tatu, ningependa kusema hivi. Serikali yetu kuu ukiongozwa na Mheshimiwa Ruto juzi ameteua wale watasimamia kura zetu katika nchi ya 2027. Hiyo inamaanisha kitu moja. Sisi kama Wanyala, kuna wakati hapa nyuma juzi bunge letu lilisema kwamba hii Budalangi ni dogo sana, haina watu. Hii Budalangi ivunjwe, ishikanishwe na Samia. Tunaomba watoto wetu wale wamezaliwa, ama nyinyi hamzai Wanyala wamezaa sana. Wale watoto wamezaliwa mchukue vitambulisho. Tunataka idadi ya Budalangi ikue 50+. Minimum sheria ni kwamba mkikuwa chini ya 50 wanaanza hiyo mambo ya kusema constituency ni ndogo. Kwa hivyo tunataka watu wajiandikishe. Na watu wakishajiandikisha, hizo sasa ndo kura zetu zile tutatupeleka katika meza ya serikali kuu, tukae na watu huko mbele tuwaambie tunataka mgao wetu. Kwa hivyo vijana, machifu wale wako hii area, masub chief, make sure registration ya vijana wetu inaenda bila shida yote. Mambo ya broad based government ni mambo ya siku ingine. Mambo ya siasa ya huko mbele 2027 ni mambo ya siku ingine. Father wetu, nashukuru kwa hayo machache na tunaamini kwamba utatuombea sisi viongozi wetu Busia. Asante na Mungu awabariki.